serikali yetu inatambua umuhimu wa kukuza usawa wa kijinsia, lakini pia uwezeshaji kwa wanawake kama njia mojawapo ya kustawisha, kuimarisha ustawi wa jamii ili kufikia maendeleo jumuishi ambayo tunataka tuyaone sasa ya kila mmoja akinufaika na fursa zilizopo katika nchi. Tunapozungumza haya, tunataka tuzungumzie upatikanaji wa huduma za msingi zile za jamii, lakini pia pale ambako anaweza kujikita katika uchumi, kuhakikisha kwamba anapata fursa ya maeneo ambayo yanaweza kumpatia tija na kumpatia uchumi. Anaweza kufanya biashara, anaweza akashughulika kilimo, anaweza akafuga. Hizi shughuli zote hizi zinamletea uchumi mwanamke. Lakini pia tunapokwenda na haya, si serikali kuweza kumuimarisha mwanamke, hatujaacha tu miongozo waziwazi. Tumeiwekea sera, sheria na kanuni zake ili kumlinda mwanamke wakati wote anapotekeleza majukumu yake. Kwa jukumu letu kama serikali ni kuhakikisha kwamba haya yote yanamfika mwanamke popote alipo na anufaike nayo. Na nilipokuwa nazungumza kwamba maslahi, maadili, uwezeshaji na maadili na kila kitu, na kwamba tunatoa nafasi kubwa kwa mwanamke kuweza kushiriki kikamilifu katika shughuli mbalimbali za maendeleo, haijaishia kwenye sheria, kanuni na ile sera peke yake. Hili jambo liko pia hata kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na iko kwenye sura ya 3 ibara ya 12 kipengele kidogo cha 2 na ibara ya 21 na ibara ya 22 kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.